Baada ya zaidi ya miaka 60 ya uhuru wa taifa letu, uhuru pekee tuliobaki nao sasa ambao ni lazima tuupiganie ni uhuru wa kuzalisha dawa zetu wenyewe, ili kusudi tulinde afya na usalama wa Watanzania, usalama wa afya zao na usalama wa taifa letu. Kwa hiyo azimio hili la leo na mtikisiko huu ambao tumeanza nao wa kuhakikisha kwamba tunajitegemea kwa dawa zetu wenyewe ni maamuzi ya kijasiri ambayo Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ameyafanya ili kwenda kulinda afya za Watanzania. Eneo hili la Mloganzila sasa linakusudiwa kuwa ni hub kubwa, na wawekezaji wote ambao wamejitokeza, mataifa zaidi ya 27 ambao yamefanya commitment ya uwekezaji hapa nchini, na leo hii tunao wadau zaidi ya 40 walioshiriki, wawekezaji kutoka mataifa mbalimbali, Ujerumani, kutoka Uingereza, yako mataifa kutoka Amerika, kutoka Ulaya kwenyewe, kutoka Asia, kutoka kule India, kutoka na mataifa mengine ya UAE na mataifa mbalimbali ambao wamejitokeza. Tutahakikisha tumewashika vizuri. Zile changamoto walizokuwa nazo tutazifanyia kazi, na hatuna mzaha kwenye hili. Tunatambua kwamba kuna wakati tunakuwa frustrated sana. Wizara ya Afya inaweza kujipanga vizuri, lakini taasisi nyingine zikajikuta zinaleta changamoto kwa wadau. Lakini hili tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba kama mlivyoona leo uwakilishi kutoka Wizara ya Fedha, uwakilishi kutoka wizara mbalimbali, na sisi tutajipanga vizuri kama serikali kuhakikisha kwamba kwa kuwa maamuzi haya ni ya mwenye mamlaka mwenyewe, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tutafanya vikao vya pamoja katika wizara zote kuhakikisha kwamba zile changamoto ambazo zimekuwepo, ambazo zimekuwa zikiwatatisha wawekezaji mbalimbali na kuwakatisha tamaa, tunazitatua kwa pamoja. Na mimi wizara yangu imejipanga vizuri kupitia wasaidizi wangu, lakini pia kuanzishwaji wa deski maalum ambalo litahusika moja kwa moja na uwekezaji. Deski hili ambalo katibu mkuu tayari amekusha jipanga vizuri na limekusha andaliwa. Afisa wa deski hili atawajibika moja kwa moja kwangu, na mimi nitapata fursa ya kuzungumza na wawekezaji moja kwa moja pale ambapo watanihitaji. Hata leo tumeandaa kikao cha pamoja ambacho tutakaa pamoja. Baada ya hapa tutazungumza nao kwa pamoja, yale maeneo yenye changamoto tutayafanyia kazi kwa pamoja, na mimi mwenyewe nitahakikisha nimeshiriki moja kwa moja, kwa sababu tunatambua kwamba changamoto hii ni ya muda mrefu, na wawekezaji hawa wamekuwa wakija Wizara ya Afya, lakini wakati mwingine wanakuwa frustrated, wanaondoka. Sasa kipindi hiki, kwa kuwa hili ni tamko la mwenye mamlaka mwenyewe, lakini kwa kuwa haya ni maelekezo ya ilani pia ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia kwa kuwa haya ni maelekezo ambayo tayari yameainishwa kwenye mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka 5, mpango wa taifa wa maendeleo mpaka mwaka 2050, hatutaweza kurudi nyuma kama serikali. Tutahakikisha tunajitegemea kwenye uzalishaji wa dawa hapa nchini, ili kusudi tulinde afya za Watanzania na tulinde usalama wa taifa letu. Kwanza ni mwamko wa kisiasa ambao rais wetu anao, amedhamiria. Lakini pili ni mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka 5. Umejikita kueleza kwamba ni lazima kama taifa tuweze kujikita katika kuzalisha dawa zetu sisi wenyewe, tuzisimamie sisi wenyewe, na Watanzania watumie dawa ambazo zimezalishwa hapa nchini, ambazo Wizara ya Afya itajikita kusimamia viwango na ubora wa dawa hizo. Lakini pili, mpango huu wa taifa wa maendeleo wa miaka 5, lakini tunao mpango wa taifa wa maendeleo pia mpaka mwaka 2050. Lakini sisi tunasema tunajikita kwenye hapa kuanzia mpango wa taifa wa miaka 5. Imani yetu ni kwamba ifikapo mwaka 2030, kwanza wakati rais wetu anapokwenda kuhitimisha awamu yake ya pili, tuhakikishe tumetoka kwenye 10% tumekwenda mpaka 65 mpaka 80. Na hili linawezekana kwa wawekezaji ambao tayari wamejitokeza, hili linawezekana. Na mimi ninaamini, sina wasiwasi, kwa wataalamu nilionao ndani ya wizara, wachapakazi, kwa maelekezo haya tayari wamekusha anza kuyafanyia kazi, na hatuna sababu ni kwa nini tushindwe kuzalisha dawa zetu wenyewe ifikapo mwaka 2030, tuwe tumejitosheleza kwa kiwango cha zaidi ya 60%. Hakuna sababu kwa nini tushinde. Leo tuko 10%, na ninawathibitishia kwa kazi kubwa ambayo inafanyika sasa ndani ya serikali, kwa maelekezo ambayo tumekwisha pokea, kwa mipango ambayo tumekwisha iandaa, tutahakikisha tumefanikisha azma hii ya rais wetu Dr. Samia ifikapo 2030, anapohitimisha muhula wake wa pili, taifa letu liwe ni sehemu ya mataifa ambayo yana uwezo wa kuzalisha dawa. Zipo ambazo zitaweza kutumika hapa nchini, lakini kwa kuwa tumeseti viwango vya kimataifa WHO GMP pamoja na viwango vingine, tuna imani tunaweza kuzalisha baadhi ya dawa
na vifaa tiba ambavyo vikazalishwa nchini na vikaenda kuuzwa nje ya nchi yetu. Hii imani tunayo na hatuna wasiwasi hata kidogo.